ambayo tunafurahia kwa pamoja naye ya kwamba tuliacha shughuli zetu tukakusanyika mbele za Mungu ili aweze kurehemu, kubariki, kuponya, kuinua katika kila jambo ambalo tunafanya, kwamba yeye awe ndiye mwanzo wa yote. Bwana apewe sifa. Pia siku ya leo ya kwamba tuko na picha tumekaa naye kwa muda tangu 2013 mwaka wa 2013. Bwana apewe sifa. Na mara ya kwanza kukutana ilikuwa mwaka wa 2012. Bwana apewe sifa. So kutokea hapo tumetoa hata video ambayo iko kwa mtandao ya kuonyesha alishiriki kwa maombi ambayo tulikuwa tunaomba. Bwana apewe sifa. Amen. Na kutokea mara hapo tumesimama kwa ajili ya kusaidiana kazi. Wite hiyo kazi tulikuwa tunafanya kwa pamoja na ikatuwezesha ikawa makanisa mengi ambayo hapa Kenya peke yake imefika 147 churches. Hao ni wachungaji ambao wamesimama wakiwa wanaomba mahali popote ibada zao wanafanya, tuko pamoja nao. Bwana apewe sifa. Amen. Sasa vile tuko pamoja nao, chia kwamba mahali popote unapotembea unaombewa, hata kama wewe mwenyewe utaomba, lakini kuna maombi yanaomba, na haya maombi yanajumuisha kila kanisa. Hatutaweka Waislamu kando wala madhehebu mbalimbali kando, lakini yeyote yule ambaye anatambua Mungu na yeye hai anafanya kazi kwa moja, kwa Mungu moja. Siku ya leo amefika kwa sababu nilimhitaji, alikuwa hajapanga kuja, na sababu ya kumhitaji akuje ilikuwa ni ya kwamba akuje asimame badala ya Bishop ambaye tena president kule Ufilipino. So vile anavyosimama anawakilisha yeye, vile angekuwa hapa kulipatia cheti kwa ajili ya huduma ambayo tunafanya, na kwamba niko na ruhusa ya kuongoza hapa Kenya. Amen. Bwana apewe. Amen. Katika hali hiyo tunapata ya kwamba kulingana na cheo yake na cheo yangu tunaingiana, na hiyo imesababisha ya kwamba sasa itakuwaje. Tumeungana tukiwa na cheo moja, of which bado wanajadiliana ndio watuletee uamuzi kama nitakuwa hapa Kenya ama nitaongoza kule nje. Lakini mara ya kwanza walikuwa wamependekeza ya kwamba niwe, ikiwezekana niwe director wa Kenya. Amen. So watu wote ambao wako hapa ambao tumeungana nao sasa hivi tunapoenda kukutana ya kwamba tutakuwa tunafanya kazi kwa pamoja, hata Saida anapoenda kukuja kututembelea huko, nao pia watakuwa katika hiyo sehemu ya kumwalika.
ama kumkaribisha. Ama kama tutahitajika kwenda nje, yule mtu ambaye tumetakiwa kwenda kutuwakilisha itakuwa Bwana apende. Amen. So, ama kwa hivyo Bishop Okinge yeye ndiye alikuwa wa kwanza kutupa license kwa kusali kanisa, na tumekaa hatutakosana licha yale ambayo ya kawaida ya kule jikoni, hata chakula kikaanguka chini na ikatolewa pale chini ikawekwa kwa sahani na mkeka chakula kila kama hiyo. So haya yote yanakuwa pate hatuwekelii nane Bwana apende. Amen. So kupitia mara hapo imetusafishia hawa wachungaji wote, na kupitia kwa maombi na kwa mtandao tumefikia ulimwengu mzima, na kufikia ulimwengu mzima tuko na zaidi ya milioni 51, tunaelekea 52 ambao wamepokea injili kupitia kwa mtandao. Amen. Na hayo yote yalitamkwa na nabii ambaye anaitwa Samson, aliyeniombea nikiwa mtoto. Sasa hiyo wanatafuta kuniua, lakini akaomba akasema, huyu mtoto ni nabii na atafanya kazi vile nafanya, lakini yeye hatatembea akienda mahali vile mimi ninawakuchia. So kupitia mahali hapo tumepata nchi 5 ambazo zimeingia zikatunga mkono na zimeleta washiriki wao pamoja na makanisa yao wakati wao. So tunapoongea namna hivyo, makanisa ambayo yametoka nje kutokana na hizo nchi 5, jumla yake ni makanisa 72 ambayo yametoka nje, ikiwa India, Zimbabwe, Malawi, tuko na hiyo ingine hii Zimbabwe, tuko na Pakistan. Hao wote wamesababisha makanisa yakafika 70 na siku ya leo ni siku nzuri ambayo tulikuwa tuwe na bishop ambaye ni Christian anaitwa Mike, akinikabidhi license kwa ajili ya muungano wa kanisa hili the Holy City Church, na ile kanisa ambayo tumesimama tukiwa wachungaji mmoja, na anapokuja kuwakilisha tutapokea jinsi ilivyo, na haimaanishi tumemtoa ya kwamba sasa yeye hana maana kwetu, lakini pato hako na maana kwetu. Tutashirikiana pamoja kufanya kazi tukisonga mbele. Katika unabii kuna changamoto inaweza ikaleta mafarakano kama huelewi, lakini yule mtu ambaye anaelewa aweze akafadhaika na akawa na vita. Shetani ashindwe.
nchi ambayo ilikuwa imepaki ni Zimbabwe. Bwana apewe. So hizi ni kama sasa tumesimama, tumeungana kwa ajili ya maombi maalum, na hayo maombi yanatuelekeza kufikisha watu kukutana na Mungu wao. So Bishop Mike ambaye ni wa Ufilipino naye amekuja, tukiungana pamoja tufanye kazi kwa pamoja. So yeye kama angalifika hapa, picha yake ni hiyo bila anaonekana. Hii ndio picha yake. Huyu ni Bishop, tena ni President, tena ni Apostle. So hizo title ndio sababu zinakuwa hivi. Ile kala ambayo mlikuwa mnaambiwa hiyo hapo ahidi, huyo ndio Vice President wa hapo nchi ya ahidi. Halafu tuko na ambassador ambaye yeye ako kule Ufilipino, lakini yeye ndiye mwakilishi ambaye anasimamia. Sisi tunasema Secretary Coordinator. Kanisa letu tunamuita Secretary Coordinator, lakini hao wanaita ambassador. Bwana Affairs. Yeye anasimamia masuala ya makanisa ambayo yanakuja kutoka nje kuingia. Alafu huyu yeye ndiye karani kwa kanisa. Bwana Affairs. Amen. So kwa nasema saa ile itaenda kwa mtandao, maana yake mnanizoea katika hizo siku zingine na picha hizo zingine, watu nilipika hii ndio chini. So itakuja ya pia hapo kwa mtandao, lakini itakuwa na majina yangu. Saa ile tumefinalize ya kwamba ni postcard niko nayo na nitakuwa wapi. So itakuwa imeandikwa hapo chini. So vile imeandikwa hivi ndio itakuwa hapo chini. Inaonyesha nikiwa ni Kenya, sanga yangu Kenya, vile itakuwa inaitwa inaandikwa hapo. Bwana apewe. Amen. Bwana apewe. Amen. So kwa ajili ya wakati na nini, haya mambo yote tutayaweka kwa mtandao, na mtandao unapoenda kuangalia utapata haya mambo ambayo huyu Rais Mike alikuwa anaongea. Haya ndio mambo ambayo alikuwa anaongea, na yanachukua pesa ngapi nyingi hayo, na haya ni yale ambayo yanakutia moyo wewe ambao unaingia katika muungano, katika muungano. So haya yamekuja yakiwa 13. Kwa hiyo nakala ambazo yametoka ni nakala 15, na tukianza kusoma hatutamaliza saa hii, tutachukua time. That's why inasema kwamba kwa ufupi saa ile utakuwa na nafasi yako, ukienda kwa mtandao wakiwa tumefinalize utapata hapo, na haya mambo yote yatakuwa yako hapo kwa mtandao. Bwana apewe. Amen. So ile kitu ambayo tulikuwa sema kwa nasema kwamba Mungu asimame awe msaada wetu karibu. Amen. Bila tunayasibu kufanyika tukienda nje, tuende nje na tuweze kuungana nao pia wakuje. Amen. Tuwe kitu moja. Amen.
tufanye kazi pamoja. Vile Bishop alikuwa ameongea ya kwamba yeye atakuwa miguu, mimi nikuwe macho. So leo imetimia. Amen. So katika hayo macho tumepata license kutoka wapi? Filipino. Inatupa ruhusa ya kufanya kazi. Amen. Naye pia hii hapo ambaye hapa ya Kenya inatupa kuhubiri injili yetu ya Kenya kila mahali. Amen. Sasa mahali ambapo tungesema kwamba kwenda Tanzania hatutakuwa na mtu wa kutusimamia, tayari tumepata. Bwana apewe. Amen. Katika kuenda mara moja enesa hapa nje. Chema. Bwana apewe. Amen. Why? Tuko na vitu hivi. Hii ni barua ambayo inasimamia muungano. Bwana apewe. Amen. Lakini hii ni certificate inaonyesha yuko na ruhusa ya kuhubiri. Sasa haya yote ndio nilikuwa naomba ambaye anasimamia masuala juu ya kanisa, mambo ambayo yanatoka nje, yanapotoka hapa yakienda nje ama yakiingia hapa ndani, ile akuje akabidhi bishop na bishop naye aweze. Lakini tulikuwa aongee tambo kwa ufupi kabla hajanipati vile Mike, Bishop Mike, President Mike angeongea ndio anipatie. Bwana apewe sifa. Amen. So akiongea hiyo kwa ufupi, ndene ambaye anasimamia masuala juu ya kanisa letu ndani na nje, atampatia ya kwanza ni hii. Bwana apewe sifa. Amen. Asante sana kwa sababu ya host na mambo yote ambayo tunatamani kwa muda mingi na kuomba jinsi ambao tutaunganika na watu wa nchi, na wakati ambao watu wa nchi wanaweza kuwa sisi kufanya kazi pamoja nao, nami kama mshirika wa Kenya nimewakubali jinsi ambao nilikubali Apostle, maana nilikubali Apostle ambao nilishikanisha na sekretari yangu kwa kupitia hakupitia kosa hata siku moja. Ndio nasema hao Mungu ameleta kulingana na maombi yetu na kulingana na maombi yenu, tunapokea na roho moja kama Wakenya. Amen. Tunawapokea kama polisi. Amen. Na tunapokea kama Wakenya. Amen. Hakuna mahali tutaenda wakosi kupokelewa. Kwa maana ndio haya ambao tunawapa sahihi, ambao mimi sahihi nachukua kwa Apostle, ni ndoto ambao nilishika mwaka ya 2024 kusema wa Bwana, na nilipofunga kanisa pale nikakao kwa niliona nyumba ghorofa ambao nakaa iko na manyumba 15, nyumba 12 single, na hiyo nyumba nyingine iko na room 5. Nikasema mimi nitang'ang'ana na kuomba Mungu ili nikodeshe hiyo nyumba, nifanye guest house, watu wa nje na ndani wakikuja kwa kujanga kukao. Kwa hivyo sasa kabisa nikiona hizo makaratasi na kile Apostle naongea, Mungu tayari aliongea na mimi. Amen. Maana aliniambia kuna mtu anakuja sasa kubadilisha hii hapa. Bwana wetu asifiwe sana. Na akasema hii ya zamani tumeondoa karatasi hii, sasa tunaangalia na anaangalia namna hii. Anapoonyesha jina ambao kisha ambao anaonyesha pale akisema ni president.
Bishop President, mimi nakubaliana na sababu nilikuwa naona hiyo picha kama iko hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ikawa ni kubadilika kwangu kulingana vile maisha ambao nimekaa na huko kwa miaka 27 ambao nimehubiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Nimehubiri miaka 33 lakini kusimama kama bishop nimesimama miaka 27. Bwana apewe sifa. Amen. Kwa hivyo hapo ninyi watu wa ONC mzidi kuomba, maana mkuu hii mkuu ambao Mungu anatupatia wakati mkuu chakaya mkuu kazi sio tu apostle peke yake. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sio tu apostle peke yake. Yes. Ni nyinyi ambao mnaomba, ni nyinyi ambao unashikilia kuimba, ni nyinyi ambao unashikilia unabii, nyinyi ambao unashikilia walimu. Ndio ndoto yenu inaanza kutimia. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua ninaenda kuzeeka. Sasa hii mkiniona hivi niko na miaka 70. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile ni miaka ya ile inasemekana ya mwanadamu. Sipakuwa ya Mungu nitaongezewa. Yes. Na kazi ambayo napongezwa na Simiyu, Apostle Simiyu, ni baraka kwangu kwa sababu hakuna mtu anaweza simama anipongeze namna hiyo na nimgishe katika maono yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo mimi nashukuru. Amen. Kwa ufupi tu ni furaha kubwa. Yes. Na ninazidi kuomba na kile tunahitaji yote tutakamilisha. Amen. Na upande ya nje. Amen. Mungu ametupatia nje kabisa kwa sababu tayari macho ambao naomba nilisema Mungu nipe macho kama vile inasemekana. Wauli walienda watu wakahama kijiji kama hivi. Kabaki watu wauli. Lakini kipofu alibeba nani? Alibeba ule anaona kwa sababu ni kiwota lakini anaona njia. Wakafika mahali wanataka kwenda. Sasa kama tumefikia inchi 5, hapo tumefikia inchi 500. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mungu awabariki sana. Wale ambao amepeana, Mungu awabariki sana, watie nguvu. Amen. Katika ministry nimekaa miaka 40. So kama ni mtoto ambaye alizaliwa amezaa watoto tena wameoleka. So kwa maombi ninafurahia sana kwa vile amesema na vile ametia nguvu. So nataka kuona certificate kwanza ni barua ya kuonyesha ya kwamba tumeungana nao, kisha license ambayo itafanya. Tumekubalika nchi ya nje na kwamba tunaweza kutangaza habari njema na tuweze ya Mungu. Mungu awabariki sana na watie nguvu. Amen. Na kudalika wakeni wote wakuja watutembee. Sikia
tukirutisha shukrani kwa ajili ya mapito ambayo umetupitisha, yakiwa makuu mazito ambayo hatukaliweza, lakini kwako ulituwezesha tukapita, yakawa ni kumbukumbu juu ya maisha yetu, yakawa kumbukumbu juu ya uso wa nchi. Ndio nakuja mbele yako nikiomba Roho yako Mtakatifu ambaye aliyetangulia viumbe vyote vikaumbwa kupitia kwake, huyo Roho Mtakatifu aweze kuongoza na kufunulia kila siri ambazo tumejificha mbele yetu. Tazama nakuja mbele yako nikileta Kenya mikononi mwako, wachungaji wote na washiriki, hata wale ambao hawawezi wakahudhuria kanisani, ambao wanasimama wakiwa kinyume, kila dhehebu mahali popote ambapo wanaomba, wale ni ndugu wetu wa Uislamu, na wakapiga mkono mwako ya kwamba yale maombi ambao wanaomba kwa ajili ya amani, tupe hiyo amani. Maana amani inatoka kwako na amani inapatikana kwa sababu ya upendo. Upendo ambao tunapanda juu ya roho za wanadamu uweze kutawala, maana wewe mwenyewe ni pendo. Naomba kibali vile ulivyofungua mlango wako wa rehema kutembea huko nje, hizo nchi ambazo zimeungana pamoja nasi, hata nchi ya Filipino ambayo imeungana pamoja nasi. Unapoleta maiki mkononi mwako, Bishop anasimama mbele yako kwa ajili ya kutazama ulimwengu wote, kwamba unaweza ukafikia toka na ukawa na upendo, wakasaidiana kila jambo ambalo liko mbele yako. Nasi tutafurahia tukiona ya kwamba haya yote yanatendeka, umetuhusisha na sisi pia kuwa katika hilo pendo. Tuondolee hali ya kuchinua, hali ya ubinafsi, hali ya chuki, hali ya vita, ndoa. Tupe kibali cha kunyenyekea, nasi tutafurahi tukisema unastahili. Ni chanzo cha kusimama mbele zako tukiamini ya kwamba uko pamoja nasi, unaenda kuongoza na kuonekania. Bishop naye pia anaposimama mbele yako, na itaki mkono wako mwezi kumiongoza katika nyumba yake, katika mahali ambapo huwa anaenda kuomba, kwamba uweze kumwonekania. Kila maono ambayo yanaletwa ndani ya washiriki, hata wale ambao si washiriki, ambao wanatamka, yatimize kulingana na mapenzi yake. Maana tuko tayari kupokea ufalme wa mbinguni kama tutakuwa na huo upendo, na hilo pendo ni lako. Jaza kwa kila mmoja, liwe ya kwamba ndiyo baraka ambayo umetupa, maana vyote vitakuwa ni vyetu, sababu bila upendo hakuna baraka. Simama wewe mtetezi na utete, na kila roho za kisa usiondoe, na kibali cha kutoa ushindi. Naleta marais wote, wafalme wote ambao wanatawala kila nchi, mahali popote wanaposhiriki pamoja, nao pia waweze kupokea hiyo roho ya upendo. Unapowatia huyo roho wa upendo, neno watu watakuabudu, watalisifu lako wakisema unastahili. Kuna wengi ambao pato tunawasiliana nao wako tayari kwa ajili ya kuja kuungana pamoja nasi, nao pia wafungue roho sawa, wapate kunyenyekea, na wanapotia sauti utafurahia tukisema unastahili. Niombi nimeleta mbele zako nikiamini nasimama kwa ajili ya kutenda yaliyo mema, nimetia katika ile tukufu Yesu Kristo, naomba kwa Mungu.